Tumechoka kuonewa, tumechoka kuonewa, tumechoka kuonewa, tumechoka kuonewa, tumechoka kuonewa, tumechoka kuonewa, tumechoka kuonewa. Tunataka haki zetu, tunataka haki zetu. Hawa ni wananchi wa kijiji cha Mloa Bwawani ambao wamepaza sauti zao na kulalamikia kosa uhusiano kati ya viongozi na wao wananchi, kwa maana kumekuwa kutokea changamoto za viongozi kuwaonea, kwa maana ya kuwanyima uhuru wa kutoa mawazo, na pale inapoonekana wanatoa mawazo basi wamekuwa kitishiwa na kupigwa, na wakielekeza zaidi kumlalamikia diwani wa kata hii. Nini ambacho kipo kuhusiana na hili? Fuatilia moja kwa moja. Mimi ni Mwanalishazi, moja kwa moja kutokea mkoani Dodoma. Jina anaitwa Abdulaziz Abubakari Abusheri aliarufu Manara au Mkombozi. Mimi ni kati ya vijana ambao nimepambana kadiri ya uwezo wangu na kujitoa mhanga kwa namna yoyote ili kuhakikisha maendeleo ya kata yetu au kijiji kwa ujumla yaende sawa. Kuna mada nilichangia kwenye grupu la WhatsApp la kata haswa juu ya maendeleo ya kata yetu au kijiji kwa ujumla, ambayo ndiye ilepelekea kufikia hatua mpaka mheshimiwa diwani kuja kunipiga mimi na kuvunja laini zangu. Nilizungumzia mambo mengi sana haswa juu ya maendeleo. Kuna mali ambazo zilikuwepo pale ofisini tunashangaa hazipo mpaka sasa hivi. Kwa mfano kuna mirunda iliyobaki kwenye matengenezo ya tenki kule. Sasa hivi tunaona ipo mtaani watu wanaitumia, alafu pasipo kuwepo na makubaliano ya aina yoyote na wanakijiji. Pia kulikuwa na mifuko ya simenti ambayo walidai iliganda. Baada ya kufuatilia ikaonekana hata ofisini haipo. Pia kuna majifu poda yalikuwepo pale, yote inavyoonekana hayapo mpaka sasa hivi. Na ilifikia hatua baada ya kuyazungumzia yale kwenye magrupu ya mitandao ya kijamii WhatsApp, kwenye grupu la kata, mheshimiwa diwani akanitafuta. Baada ya kunitafuta akadai kwamba mimi na yeye tuzungumze, tukiwa tumekaa kwenye mkungugu pale. Nikamwambia kama endapo kuna kitu ambacho naona nimezungumza ni tofauti na sheria ya nchi jinsi ninavyotaka, basi sheria kali ichukuliwe dhidi ya mimi. Lakini ikafikia hatua maelewano yakawa hamna, yeye anadai tuzungumze, nikakataa. Nilipofika pale mheshimiwa diwani alichozungumza kwamba wewe ndiye niliyekuwa na kuhitaji, umeingia mikononi mwangu. Nimekaa pale nikawa na simu zangu nimebeba. Baada ya kuzungumza ile neno nikamuuliza kipi nilichokukosea, akadai kwa nini unanizungumzia mtandaoni. Mimi nikarudi kwenye hoja yangu kwamba mtandaoni nilipozungumzia sijazungumzia kwamba ni kiongozi labda kwa mfano Abdulaziz Abubakari Abusheri kwamba akachukua vitu fulani vya mali ya umma. Hapana, bali nilisema viongozi mnafanya vitu ambavyo haviendani na matakwa ya wananchi. Kuna mali za serikali ambazo zinapotea pasipo kujua zinaenda wapi. Umeona? Pia hapo nilipozungumza hivyo akadai kwamba mimi nakutafuta wewe. Ngoja sasa nikuonyeshe. Nikiwa nimekaa kwenye kiti pale, akaamka akaja kunipiga ngumi 3 kichwani. Umeona? Pale katibu wa chama CCM akaja kumkamata, akawa anamvuta, na diwani kufikia hatua kupokonya simu yangu na kuvunja laini zangu. Kuna mzee ambaye anaitwa John, alikuwa maeneo ya Vijiweni. Yule mzee wakati wa kuzungumza naye akawa sijui alipishana naye wapi. Diwani baada ya kuchukua ile busara kumwelekeza, lakini alichokifanya akampiga kofi moja mpaka ile mzee akazima, kaanguka chini. Hapo kunakuwa na vitisho kwamba nitaona mtu yeyote ambaye ataweza kutuzungumzia sisi kwa haya tunayoyafanya, sheria kali itachukuliwa. Sasa sheria kali ndio hii ambayo unaitwa unaenda kupewa kifinyo. Majina naitwa Sam Jonas Nzuchi, ni kijana kutokea kijiji cha Mloa Bwawani. Sisi wananchi wa Mloa Bwawani tuna changamoto nyingi sana. Tunajaribu kuongea na viongozi, lakini mwisho wa siku ukiongea unaonekana wewe hoja yako haina mashiko. Mwisho wa siku sasa ndo unakuta ukizidi kuongea sana unakutana na kipigo. Sasa sisi tunataka serikali ichukue hatua hususan viongozi wetu
tuliowachagua. Tumewachagua waje watutetee, sio kuja kutupiga. Jina naitwa Baraka Amos Medali maarufu Mzalendo. Hoja yangu kubwa mimi inayoniumiza hususa kwa viongozi. Kwa nini kiongozi apige mwananchi? Umeona? Kama mwananchi wake alikosea, nilikuwa ni kumripoti sehemu za sheria, sio kuchukua sheria mkononi. Hiyo imekuwa kero kubwa sana kwangu mimi. Leo kafanywa huyu, kesho nitafanywa mimi. Kwa nini tuishi hivyo? Umeona? Kwa ifike wakati viongozi watambue wajibu wao. Wamechaguliwa waje watutetee au waje watuumize sisi. Nimemaliza. Kwa majina naitwa Fadhili Norbert Chikote. Hususan kijiji cha Mloa Bwawani, kulingana na jinsi tulivyo, kuna kero nyingi sana ambazo tumeshachoka kudanganywa mpaka sasa hivi. Baada ya kumleta kiongozi aliyokuja kupambania umeme umefika hapa, wakamuona mbaya afai, wakafanyaje? Wakamtimua. Kulingana na nini? Na wenyewe wanataka udikteta ambao wametuletea kila kitu wanakifanya wao. Umeona? Kwa sisi kama vijana tungependa kwamba wajaribu kuliangalia hilo. Itafika mahala tukiongea ndo kama hivyo, tukishatoa kero kidogo vitisho kibao. Tukitoa kero vitisho kibao. Kwa sisi tunakuwa naogopa kufanyaje? Kuongelea hilo swala. Kwa jamani, hebu hilo swala serikali ijaribu kuliona. Kwa majina naitwa Pelagia Jonas Kaframa. Ni mzaliwa wa Kigoma, ile naishi Bwawani Dodoma hapa. Kinacholeta shida zaidi katika hii kata yetu ya Mloa Bwawani ni kusema ukweli. Ukionekana wewe ni msema ukweli, hapo unapingwa sana. Vijana wako tayari, ni wapambanaji, lakini kusema kwamba watapata nani awatoe hapa kuwafikisha sehemu nyingine, hakuna. Wakitaka kusema ukweli, wanakuwa wanatafuta vita na baadhi ya viongozi. Naitwa Elisha Elia Msitu. Mheshimiwa diwani anapiga watu. Walikuwa kwenye kikao na vijana, kapiga mtu. Naitwa Gerard John Msele, ni mkazi wa kijiji cha Mloa Bwawani. Diwani yetu kwa miaka hizi alizofanya kazi miaka 5 kweli ni changamoto. Kiukweli hana mawasiliano kati ya wananchi na uongozi kwa ujumla, ukipitia taasisi za serikali, taasisi za dini na pia wananchi. Kwa hiyo kama diwani kwa sisi wananchi anatuletea changamoto kubwa sana, yani anaingilia mambo ambayo sio ya kwake. Kwa hiyo ikiwezekana uchaguzi hii inapokuja ajaribu kuangalia, akichaguliwa basi awe na mabadiliko, lakini sio kuingilia kwenye taasisi tofauti tofauti, kuwavuruga wananchi. Halafu pia kama alivyozungumza wenzangu, kupiga wananchi kama kiongozi sio sahihi. Halafu kipindi kilichopita alikuja katibu wa chama mkoa, pia alichukua simu ya mtu, anaamuru kwamba hii simu ni ya chama. Kwa hiyo vitu kama hivyo, kama kiongozi au mtu ambaye ni dira, haruhusiwi kufanya vitu kama vile. Vile vitu ndivyo vinavyoleta chachu ya kwamba viongozi wanaonekana ni wabaya katika uongozi. Kwa jina naitwa Jeremia Andrea, naishi hapa Mloa Bwawani. Tukizungumza kwenye mikutano tunasongwa. Juzi tulikuwa na mkutano pale ofisini. Watu wanazungumza ya kweli, lakini wanaonekana kwamba wanawasonga viongozi. Kwa hiyo tunakosa balance, tunakosa sehemu ya kuongelea. Tupeleke wapi hoja zetu? Kwa hiyo kama ni vizuri sana mmekuja waandishi wa habari, kweli mtafikisha huko mbele kwa rais. Mjue kwamba huko vijijini kuna changamoto kubwa sana ya viongozi wetu. Ni kweli tuna viongozi, lakini ile huduma kupata haipo. Tuhuma gani hizo za kukosa maji? Kijiji cha Mloa Bwawani, kwanza kijiji kama kijiji, au mmefika na wiko? Nimefika kijijini kabisa. Kata ya Mloa Bwawani na vijiji viwili. Mmefika na wiliko au mmefika tu hapa kijiji cha Mloa Bwawani? Tumefika Mloa Bwawani na tumefika hapo kwa sababu ya ndo sehemu ambayo kuna hizo tuhuma. Kwenye upande wa kijiji, yupo mwenyekiti wa kijiji ndio anatakiwa aulizwe hicho kitu. Mimi kwa upande wa kata kuna mambo ya kata ambayo nitakuwa najadili. Ndio. Sasa wewe si ndo mkubwa kuliko huyo mwenyekiti wa kijiji. Maana wewe ni mkubwa kwenye kata, kwa hiyo unajua kijiji hiki na hiki, kijiji hiki. Msemaji mkuu wa kijiji yupo. Yote ziko wazi. Yaani mimi sijageuka kuwa msemaji wa kijiji. Msemaji wa kijiji yupo, mwenyekiti wa kijiji. Kama ni issue ya maji, sasa kama yani hilo niliyokuuliza, kama issue ya maji ingekuwa ni changamoto uliko Mloa Bwawani, hapo ndio linapanda kwangu.
Haya yote bado yako chini ya mwenyekiti wa serikali ya kijiji kiutaratibu. Kwenye swala la administration, kwenye swala la kiutawala, mimi nikizungumzia masuala ya kijiji cha Mloa Bwawani ninapoka ya mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wake. Sawa. Na kuwazima kwa kuwatisha na kuwapiga ili wasipaze sauti zao, kwa sababu wanasema kwenye mikutano pia vikao wanakumbana na hizo changamoto, kutishwa na kupigwa. Sasa kwenye hili nalo liko vipi? Hilo mimi siwezi kulitolea majibu kwa sababu hakuna mtu aliyetishwa wala hakuna mtu aliyepigwa. Hakuna mtu aliyetishwa wala hakuna mtu aliyepigwa. Masuala yote, kero zote huwa zinaelekezwa kwenye chombo kikubwa chenye maamuzi ambao ni mkutano mkuu wa kijiji, ambao kwenye mkutano wa hadhara. Mtu ana kero apeleke pale. Huwa ataeleza ile hoja yake, wako wenye kijiji watachukua na mwisho wa siku atampa majibu.